Mataifa mawili ya zamani ya Umoja wa Kisovieti, Urusi na Tajikistani, yameimarisha ushirikiano wao wa kimkakati kwa kutangaza mpango mpya wa ushirikiano wa kijeshi na sekta ya kijeshi viwanda. Tangazo hili lilitolewa wakati wa mkutano kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Tajikistan Emomali Rahmon, ambapo viongozi hao walikubaliana kuimarisha mahusiano yao katika sekta mbalimbali, huku rubo ikitawala biashara kati yao kwa zaidi ya 96% katika mwaka wa 2024. Katika mkutano huu uliofanyika mjini Dushanbe, viongozi hao wawili walijadili kwa kina masuala ya usalama wa kikanda, ulinzi wa mipaka na ushirikiano wa kijeshi. Urusi imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Tajikistan katika masuala ya ulinzi, na nchi hiyo ya Asia ya Kati ni mwenyeji wa kituo cha kijeshi cha 201 cha Urusi, ambacho ni mojawapo ya ngome kubwa za jeshi la Urusi nje ya mipaka yake. Putin na Rahmon walikubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kwa kuboresha uwezo wa kijeshi wa Tajikistan kupitia mafunzo na usambazaji wa silaha kutoka Urusi, kuhamasisha teknolojia za kijeshi ili Tajikistan iweze kuanzisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya ulinzi, kupongeza operesheni za pamoja katika kukubaliana na vitisho vya usalama hasa kutoka kwa vikundi vya kigaidi katika eneo la Asia ya Kati, pamoja na kuhakikisha udhibiti wa mpaka wa Tajikistan na Afghanistan ambako tishio la makundi yenye itikadi kali linaendelea kuwa changamoto kubwa. Ushirikiano huu unakuja wakati ambapo mataifa ya magharibi yanaendelea kuiwekea Urusi vikwazo kutokana na vita vyake na Ukraine, hali inayosukuma Moscow kutafuta washirika wa karibu zaidi kwa uhusiano wa kijeshi na kiuchumi. Rais Putin alitangaza kuwa rubo ya Urusi sasa inatumika kwa zaidi ya 96% ya miamala ya biashara kati ya Urusi na Tajikistan. Hii inaashiria mafanikio makubwa ya juhudi za Urusi kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani na sarafu nyingine za magharibi katika biashara zake za kimataifa. Urusi inaendelea kujikita katika kuimarisha uchumi wake licha ya vikwazo vya magharibi. Tajikistan inanufaika kwa kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na Urusi, hasa kupitia uagizaji wa mafuta, bidhaa za viwanda na misaada ya kifedha kwa miradi ya maendeleo. Pamoja na ukuaji huu wa biashara, viongozi hao wawili walikubaliana kuimarisha miradi ya pamoja katika sekta za nishati, ujenzi wa miundombinu na kilimo, huku Urusi ikiahidi kuendelea kuisaidia Tajikistan katika maendeleo ya kiuchumi. Tajikistan ni taifa la kimkakati katika Asia ya Kati likiwa na mpaka mrefu na Afghanistan. Urusi inahofia kuwa migogoro inayoendelea nchini Afghanistan inaweza kuathiri usalama wa Tajikistan na hatimaye mataifa mengine ya jumuiya ya nchi huru. Uhusiano wa karibu wa Dushanbe na Moscow unahakikisha kuwa Tajikistan inabaki kuwa mshirika mwaminifu wa Urusi, hasa wakati ambapo mataifa mengine ya Asia ya Kati kama Kazakhstan na Uzbekistan yanaanza kutafuta ushirikiano mpana na mataifa ya magharibi na China. Tangazo la ushirikiano mpya wa kijeshi na kiviwanda kati ya Urusi na Tajikistan linaimarisha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili. Ushirikiano huu unalenga sio tu kuongeza uwezo wa kijeshi wa Tajikistan, bali pia kuhakikisha usalama wa kikanda na kuendeleza biashara inayotumia rubo badala ya sarafu za magharibi. Katika hali ya sasa ya kisiasa ya kimataifa ambapo Urusi inaendelea kukabiliwa na vikwazo, ushirikiano huu unaisaidia Moscow kujenga ngome imara katika Asia ya Kati, huku Tajikistan ikinufaika kwa misaada ya kiuchumi na kijeshi kutoka kwa Urusi.